Kabla sijaondoka hapa, nitahitaji muweze kuniletea ripoti na kila mtu aweze kuniwasilisha kile ambacho amekiandaa kwa ajili ya hii project, ili tujue huyo mwekezaji tunampa taarifa gani, na kama mtakuwa mko tayari kabisa kuweza kupresenti mbele ya mwekezaji, inabidi mweze kulipitia hili kwanza. Kwa hiyo itabidi uweze kumweleza na kijana mwenzako, ama unaweza kuniitia hapa mikaweza kuzungumza naye, kwa sababu Simone akiwa serious na hii kazi inabidi watu wawe serious. Sawa bosi, nimekuelewa. Tayari kwa upande wangu nimeshafikia hii kazi kwa 80%. Imebaki ni 20% tu ili niweze kukamilisha kazi nzima. Lakini nilikuwa na ombi moja pia kwako. Hii kazi imekuwa ni nyingi sana. Najua hapo mwanzoni nilikuja wakati ambao sio sahihi kuweza kuzungumza na wewe na hukuweza kunielewa, lakini nilikuwa naomba iwapo tukipata huyu mteja mpya, basi tuweze kuongezewa mtu mwingine wa kuweza kutusaidia, kwa sababu kazi zimekuwa nyingi sana. Kijana, tayari nimeshakuletea Oscar muweze kufanya naye kazi. Nilidhani itakuwa rahisi kwako. Nilikuona ukiona shinda hapa ofisini mpaka usiku wa manane, na nikaamua kukuletea msaidizi. Sasa unataka msaidizi mwingine, kana kwamba huyo uliyekuwa naye hakutushi. Sikiliza nikwambia kijana, hii ofisi haina pesa kuja kurundika watu sehemu moja wasiokuwa na kazi. Nadhani ukifanya kazi na mkiweka mipango yenu vizuri, wewe na Oscar, kazi haziwezi kukuelemea. Na kuelewa bosi, na ndio maana nikawasilisha wazo langu kwamba ikiwa tutapata huyu mwekezaji mpya, kwa sababu tayari tuna files 40, tumegawa na 20. Lakini bosi wangu, kuna kipindi zitaendelea kuwa nyingi zaidi ya hapa, ili tuweze kufanya kazi ambayo ina ufanisi mzuri na kazi bora. Nadhani ni vema tukawa na wafanyakazi wa kutosha, lakini tutaangalia vile ambavyo utakavyoona wewe bosi. Wacha porojo zako kijana, nenda kaangaike uweze kufanya hiyo kazi iweze kumalizika. Jioni saa 10 nataka kuanza na wewe katika swala la presentation. Ulileta maombi yako hapa binti, na tumeyapitia na tumeridhika na kazi yako ambayo umeweza kuiwasilisha kwetu. Lakini nilikuwa na swali moja kwako. Ni kwa nini uliondoka kwa mwajiri wako wa kwanza? Kwa nini unaamua kuja katika kampuni yetu ya Texa Logistic na kuondoka katika kampuni ya Isaac Logistic? Kwa sababu hila ni kampuni kubwa kuliko ya kwetu. Hebu niambie, ulifukuzwa kazi, ulikuwa na shida gani huko mpaka ukaamua kuweza kuniunga hapa kwetu? Kwa sababu ni lazima tuweze kulijua hilo. Bosi, sikufukuzwa kazi na niliamua kuweza kuacha kazi mwenyewe baada ya kuona mazingira ya kazi hayakuwa rafiki kwa upande wangu na hayakunifeva mimi. Na kiukweli, unaweza kulifuatilia hili. Mimi ni mtu mzuri tu, naweza kufanya kazi vizuri kama nilivyojieleza katika CV yangu na katika barua yangu ya motivation. Nafanya kazi vizuri, najituma pia. Na unaweza ukanipatia kazi na kuweza kuangalia mfano wa hiyo kazi nitakayoifanya. Na juhudi pia naweza kuwekeza katika kazi. Msichana mdogo, usijifanye kama wewe ni mwerefu sana. Hauwezi kuacha kazi kwenye kampuni yenye mshahara mnono, ukaja kwenye kampuni yenye mshahara wa kawaida, alafu kaniambia kwamba uliacha kazi na sasa unatafuta kazi ya pesa ndogo. Kwa jinsi ambavyo unavyoonekana wewe ni mtu ambaye unataka matunzo makubwa. Umbo lako, namna ulivyokaa, hebu niambie, ni nini kilitokea? Ulifumaniwa na bosi, ama bosi alipata msichana mwingine, basi ukapatwa na hasira na kuweza kuondoka? Samani bosi, tafadhali. Naomba uko unakoenda usiende. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba kazi, lakini sijaja hapa kwa ajili ya kudhalilishwa. Kuna vitu vingine ambavyo ni kwa ajili yetu binafsi, ama naweza kusema private, katika maisha yetu. Sio lazima niweze kueleza hapa kila kitu. Nadhani ungekuwa unamhitaji ni manager, director wa masuala ya project, na mimi vitu vyangu vimeeleza hivyo. Lakini kama unaona swala hilo kwako halifai, naomba usiingize mambo ambayo hayapo hapa. Ni bora kuniambia hiyo kazi nimekosa kuliko hayo unayozungumza. Hakuna kazi ninayokupatia hapa. Ni mpaka niweze kujua sababu ni nini. Ama na mimi unataka kunipa kidogo dogo? Unataka kunipa ulichokuwa nacho?
ndipo niweze kukupatia kazi. Nilichokuwa nacho? Unamaanisha nini? Hapa nilichokuwa nacho ni akili yangu tu. Kama utaweza kunitumia kwa kutumia akili yangu kuweza kuwekeza katika kampuni yako, ni sawa. Lakini kama kuna kingine ambacho unachokihitaji, naona hii kazi siyo ya kwangu. Kijana, nadhani nimeshamwambia mwenzako kwamba leo nahitaji kuweza kusikia hizo kazi ambazo mlizoziandaa. Hasa kwako wewe kijana, nataka niweze kuona improvement zako. Kama kweli uko tayari kabisa kuweza kupresent mbele ya wale wawekezaji wakubwa. Faili la miradi nalihitaji, na huo mradi wa muhimu ndio ninaotaka mweze kuanza nao. Sasa umefikia asilimia ngapi ya kazi mpaka sasa hivi? Kwa kweli bosi, najitahidi sana na karibia kuweza kumaliza. Naweza kusema kwamba nimefikia 95%. Ni 5% tu ambazo zimebakia, na nimekuja na njia rahisi ambayo tunaweza kufanya nayo kazi. Hizi kazi zikawa sio kazi nyingi. Naona namna gani hawa kina Madonna walivyokuwa wanafanya kazi kwa mazoea, na wakawa wanatumia mbinu ambazo kiukweli haziwezi kutusaidia katika kampuni. Hii kampuni tayari imeendelea, inabidi tutumie njia ambazo ziko advanced kidogo. Nafurahi sana bwana kuweza kusikia hivyo. Angalau leo umenifurahisha na kuweza kuongea kama mtu ambaye yuko kazini. Sasa nataka saa 11, kwa sababu mwenzako nitakuwa na kikao naye kwa lisali moja, kuanzia saa 10 mpaka saa 11, na wewe itakuwa ni kuanzia saa 11 mpaka saa 12, ili uweze kuniwasilisha hizo njia, na iwapo nitaweza kupendezwa na hizo njia ambazo umewakilisha, basi haina shaka itabidi wewe uwe mwalimu wa wenzako. Ni kweli bosi, nimekuona namna gani ambavyo unavyofanya juhudi ili tuweze kupiga hatua, na mimi napenda kuonyesha juhudi zangu za kuweza kuifikisha hii kampuni mbali. Hakuna shida bosi, hakuna changamoto. Ninakwenda kumalizia, nimebakiza makadirio kuweza kukadiria kile ambacho mwekezaji anaweza kukifanya kwetu ili kuweza kusonga mbele zaidi. Naelewa moto ya hii kampuni ni kusonga mbele zaidi kwa maendeleo ya baadaye, na mimi niko hapo nimesimamia. Sawa basi, mimi ni wache mkapate kujiandaa. Tutakutana hapa saa 11 muda wako. Bi mkubwa vipi tena? Kwani hujui tarehe zimefika bi mkubwa? Yaani mpaka mimi nije nikukumbushe kwamba mimi nakudai pesa. Hivyo unafikiri mimi nakaa hapa kama nani? Kongolima au kitu gani? Hata kama una mawazo kwenye pesa ya mtu utakiwa kuweka mawazo. Bi mkubwa, unatakiwa uwasilishe pesa yangu vile inavyotakiwa. Mawazo utafikiria baadaye baada ya kumlipa mtu. Alafu bi mkubwa, yuko kijana amekuja hapa. Anafuatana na huyu kijana wako Jose. Hivi wewe huwezi kumwacha mtu akapumzika? Ni mpaka uje unifuate na kuanza kunisumbua, kwani mimi nilikuwa sikumbuki kwamba natakiwa nikulipe? Na kwa kazi gani unazozifanya hapa? Ni kwa sababu nimeweza kukuvumilia. Sikiliza nikwambie kibwaya. Tena usitaki hiyo tabia yako ya kunipanda kichwani. Sitaki kabisa. Hata kama mimi na wewe kuna vitu ambavyo tunavijua, lakini inabidi uweke heshima. Pesa yako nitakupatia. Usiniendeshe. Na huyo kijana alikuja kufuata nini hapa wakati tulikuwa hatupo? Alikuja kumfuata nani hapa? Mama, punguza hasira. Mama, punguza hasira. Huko tunakoenda tutakuja kuharibu. Mimi nilichosema hapa, nataka pesa yangu. Ni habari za kwamba utanilipa, utanini. Mimi pesa yangu ikae nje. Yaani pesa yangu inatangulia mbele kama tai. Unasikia bi mkubwa? Usinitolee macho bi mkubwa. Yaani nitavuruga sasa hivi. Unataka kuniambia kitu gani? Usifanyagi kazi. Napinda mgongo wangu kudeki mjumba wako, tena unataka nideki na dekio. Bi mkubwa ulivyokuwa na romba, wakati wewe ukideki unatumia mashine. Alafu masuala ya kijana wako mimi siyajui. Muulize kijana wako. Amekuja hapo, mimi nimemrudisha. Mimi ninachotaka sasa hivi pesa yangu. Niambie unanipa saa ngapi? Na nataka leo, sio kesho. Maana bi mkubwa, mimi nikichanganyikiwa. Yaani nakwambia nitangata haya maua. Nimeshakwambia hiyo pesa nitakupa. Ni pesa ngapi kwanza unanidai? Shilingi 60,000 ndo unanipigia kelele namna hii? Watu wanadai mamilioni kwa mamilioni. Wewe unadai shilingi 60,000 unanipigia kelele namna hii? Hiyo pesa ni kitu gani? Sio kanipigia kelele hapa. Tafadhali. Nimeshakwambia kwamba pesa yako nitakupa, nipatie muda. Hiyo pesa utaipata. Ni mpaka mume wangu aje. Sasa unafikiri hapa nyumbani mimi nachimba pesa?
au nina kishimo ambacho naenda kuzungumza nacho kiweze kunitolea pesa? Hebu nenda kwanza kaniletee maji ya kunywa. Yosefati, yani mimi sielewi kabisa. Huyu ni nani memleta kwa nyumbani? Ana kichogo kama buyu bwana. Mimi nimekuja namuuliza Yosefati what? Msichana maneno anavyoyatupa. Mera, vitu gani mwana hivi? Navoleta kwa nyumbani. Kichogo kimerefuka kama mabuyu. Anakasa kuongea tu nyinga. Watu wengine tumekuja na stressi zetu elewi. Bosa kamkata makofi hapa. Mpaka kachechemea. Shikaji wangu. Ni kitu gani hivi jamani? Kama mtaki tudai imani kwenu simnatuambia tu. Halafu huyo ni msichana wa kazi tu. Na mamangu ndio ambaye anampa jeuri. Mimi nilitaka kutimua, kuna siku nilitaka nimpige mabuti. Lakini mamangu kwa namna anavyomtetea, sielewi ana mpango gani na huyo msichana. Pole sana rafiki yangu. Na sikujua kama unakuja. Unajua nimekuja kuziona message zako wakati naendesha na mamangu, mimi nikiwa naendesha. Alafu nikiwa na chati. Mamangu anakaribiaga kupata kichaa. Unamjua bi mkubwa wangu mimi. Yaani sijui nitafanyaje na huyu msichana. Tafadhali nisamehe sana mshikaji wangu. Ulikuwa na shida gani? Yaani msichana kazi ndo na majibu namna hii. Huyu akumtundika mimba huyu. Sasa unachelewa wapi? Tundike mimba kangaike nao katemee macho bali kwao. Ataleta heshima huyu. Yaani mtu anajibu majibu ya hovyo namna hii. Hata kama kitako chake kimekaa kama peas. Lakini tunaweza kuanzia hapo hapo. Hakuna nyama inayotupa. Ikabidhi hiyo kazi mimi uone namna nitakavyoifanya. Utaona kama tawaletea dharau. Akiwa na kila kitumbo kimening'inia hapo kitumbo kwayu. Utaona kama tapiga kelele. Yaani mshikaji wangu mimi tayari nina matatizo. Unataka niingie tena kwenye tatizo lingine? Hao wasichana wa kazi hao. Vizazi viko teke, yaani ukijaribu tu mara moja tu mtu kashashiba tayari. Mimi sitaki matatizo tena bwana. Wewe kama unamtaka wewe unaweza kuhangaika naye, manake ule ni kichaa. Angalia sija kapandisha maruani wakati uko naye. Mshikaji wangu. Haya mambo haya, yaani hapa mwenyewe nimemsuka bi mkubwa, nimempangua yule mwanamke. Hataka kuniletea balaa bwana. Tuachane na maswala hayo. Hayo tutaongelea baadaye bwana. Wewe nimeshasahau mshikaji wangu. Si nilikuomba tenteni mbili jamani. Yaani mpaka nimekufuata kwenu na nikuja kupatiwa maneno. Aha! Jedan, unajua nilikuwa nimeshasahau mshikaji wangu. Ngoja niingie ndani nikakuchukulie bwana. Unaona sasa mambo yako mshikaji wangu. Ina maana kama nisingekuja hapo usingekuwa unakumbuka kabisa. Na mimi ningekaa huko nianza kusema vile umekataa hutaki kunisaidia na vitu gani kumbe ukumbuki. Ama kweli mwenye shibe ya mkumbuki mwenye njaa. Bwana, jitahidi sana kuweza kujilinda kwa sababu ile gonjwa lile lipata ile ni hatari kweli. Na meza dawa zako kwa wakati mpaka hizo wiki mbili zitakapokamilika, basi tutakuja kukupima tena tuweze kuangalia kama limeondoka au vipi. Nasikia bwana, ijali bwana. Tumia kinga. Yaani daktari nilipokuwa namwamini huyo mwanamke, najaribu kuweza kumlinda, anasema ni mpenzi wangu nimepata. Labda mpenzi wangu mimi yuko na mimi peke yangu. Kumbe yule anagawa kila mahali, yani wanamemwandika jina cha wote na mimi nimebeba cha wote. Yaani mama yake kazi ya kumtuma tu kwa wanaume. Daktari, yaani siwezi kusubutu tena. Unajua mke wangu alivyokufa nikasema nitafute sasa kasichana kadogo kwa kana nituza wakati nitakapozeeka. Kumbe kasichana kadogo ni matatizo matupu. Nimeenda kubeba daktari. Nimesanda vitu vyangu vinauma. Mara kitu kinabadilika kinakuwa kama kichwa cha nyoka. Kinakuwa kama kirungu cha Mjapani ambacho hakieleweki. Kama nishingewahi hapa hospitali daktari sijui hata nini kingetokea. Pole sana bwana, lakini leo ni sindano ya 5. Nadhani zinakaribia kuisha. Bado sindano 5 tu. Na I hope kwamba utakuwa unaendelea vizuri, lakini wakati mwingine jilinde. Hawa wasichana si watu kuamini sana. Inabidi uwe makini kwa sababu hichi kizazi cha sasa hivi unakuta wametengeneza mzunguko mkubwa wa watu ambao wanafanya kitendo hiko kwa mara moja. Leo yuko na huyu, kesho yuko na huyu, kesho kutwa yuko na huyu. Kwa hiyo inabidi ujilinda, wewe ni mzee mtu mzima. Sasa hivi hata kinga yako ya mwili inaanza kushuka. Yaani daktari sasa hivi ni kama nimejiweka kwenye mfuko. Mimi ni kama mpya tena. Kwa sababu situkubali kuweza kutumika na kuweza kutumiwa katika masuala ambayo yanataka kuniua. Ni kwa sababu gani nife kwa ajili ya wasichana wadogo? Ni bora hata kwenda kutafuta mama mzee ambaye amezeeka kama mimi kuliko hawa wasichana wadogo. Nilifikiri nimepata mwenzangu ambaye atakuwa ananipa
tabasamu nyumbani, lakini kumbe ndo ananipa machozi. Anakuja kunifanya mimi, yani vitu vyangu nashindwa kukojoa mkojo vizuri. Sasa anakuja kukojoa uzurungi. Daktari, kwa kweli nimesikia sononeko. Namshukuru Mungu, gonjwa kubwa hakunipatia, amenipatia magonjwa ambayo anaweza kutibika. Nikitoka hapa kwenye hizi sindano, daktari, sitorudi tena. Yaani bosi wangu nimekaa pale reception nikasema siwezi kuvumilia. Unajua kuna vitu vingine unaweza kuvumilia lakini vingine vinakusukuma tu, yani mdomo hauwezi kuongea. Nimekaa pale. Wakaondoka wale kibinda mkwe mwenye kiuno cha nyuki. Akaondoka zake. Na yule palakacha mwingine aliyekuja. Wapi hajatoka uskopu alikotoka. Eti anakuja kuniuliza, umemwona Ramlitha hapa? Ramlitha amepita. Hivyo na yoga alikuwa anasema kwamba Oscar alikuwa anatoka na Ramlitha. Oscar amekuja kumuulizia Ramlitha? Oscar amekuja kumuulizia Ramlitha? Oscar si aliniambia kwamba yeye na Ramlitha tayari walishamalizana. Amekuja kumuulizia? Yaani hata mimi mwenyewe nashangaa. Na afadhali amemkuta mwenyewe ameshaondoka. Maanake nikajiuliza huyu Oscar na matatizo gani? Yaani anamuulizia Ramlitha. Si nilisikia hata mimi penzi lao limefika ukomo jamani. Mimi shangaa. Maka wanani tisheti kabisa eti nikisikia maneno haya. Ukiwa unamwambia mtu nitakuua. Mimi nikasema jamani, siwezi kuficha kuweza kumwambia bosi wangu vitu vinavyoendelea hapo ofisini. Haya ni maajabu. Huyu Oscar nafikiri anacheza na nani? Nilimwambia sitaki mahusiano ya hapa ofisini. Akaniambia kwamba ameshamaliza. Yaani kumbe yeye na Ramlitha kuna kitu ambacho wanakifanya behind the tent. Ina maana kwamba wananificha mimi. Nashindwa kuelewa kabisa. Kwa nini amkimbilie? Alikuwa anataka kumwambia kitu gani? Huyu Oscar ana akili gani? Itabidi niweze kukaa naye baadaye aweze kunieleza ni kitu gani ambacho alichokuwa anakifanya. Yaani bosi, mimi nadhani ni lile tako. Lile tako yani Oscar kiliona anabambika, anatetemeka. Yaani anakuwa kama ni mtu aliyechanganyikiwa. Sijui kama naweza kama sisi wanawake vimbombo jamani. Mbona ni kijana tu ambaye lakini sielewi. Sijui siko namuulizia kwa sababu gani. Nasikia lakini Ramlitha alikuwa anamuongaga, akaona mpatie dama pesa. Yaani atakolote lile bubuitu. Alafu tena nije nimpatie na mwanaume pesa. Badala nitunzwe. Erica, sijakuuliza maoni yako hapa. Hebu nenda kaendelee na kazi. Hayo maswala mimi nitayafuatilia baadaye. Nashukuru kwa taarifa. Lakini huo mdomo wako uko unakopeleka, sidhani kama hii kazi unaitaka. Nadhani mwanisikia bosi vile alivyosema. Na leo niko tayari kuweza kunyosha mambo. Kwa sababu hii ofisi imezidi kunidharau. Nataka nimuonyeshe bosi kwamba mimi ni intellectual. Naelewa kila kitu ambacho kinachotakiwa kufanyika. Project mnapita njia nyingi kuweza kuzifanya. Lakini mimi ninatumia masaa machache tu. Na naweza kupanga project zangu vizuri na kuweza kumaliza kila kitu kinachotakiwa. Wewe unamaliza siku nzima hapa ofisini. Na hakuna kitu cha maana ambacho ulichokifanya. Na bado utakaa na kuweza kunitusi mimi Oscar katika kazi zangu. Hivi mshikaji wangu, mbona unaleta maneno kidada hapa? Eti Bwanaksuti, mbona unaleta maneno ajabu? Kama wewe umejiandaa vizuri katika kwenda kupresent hiyo project yako, wewe subiri, bosi si atasema web. Unashtadhani? Kwani mimi nimekataa? Sijakataa wala sitibishana na wewe. Wewe kama umekuja na technique zako ambazo ni nzuri zaidi zinaweza kusaidia, well and good. Subiri tuweze kupatiwa taarifa. Sijui kaleta mambo ya hapa na pale na kwenda kushoto kulia kukatiza kupe. Acha. Mbona umeanza kuanyanya bona? Unaona namna gani ambavyo nitakavyochukua hiyo nafasi yako ambayo ulikuwa unapandisha nayo mabega? Mtu anakuja na kuuliza kitu kidogo, unamuelekeza kwa nyodo. Sasa unaona, mimi nakwenda kuchukua kitengo kizima. Na maneno yako hayo uliokuwa unanitupia, unabaki hapo la nini? Umevaa miwani tu unaangalia juu kama kobe. Hicho ndo kitu ambacho umebakiwa nacho. Acha nikwambie ukweli kijana. Katika hizi shughuli zinahitaji uweze kutumia akili na sio nguvu. Unatumia nguvu nyingi sana kuliko akili. Ni kweli bwana Kisuti. Lana sijui umekuja kuniambia mimi ili pitisha vitu gani? Najua wewe ni mkwe wa bosi, ama sivyo? Ndivyo unavyonitambia, si ndio? Sawa, hakuna shida. Chukua kitengo, mchukue chote, mimi sina shida. Mimi nitafanya kila ambacho nachotakiwa kukifanya na kuweza kuondoka kwenda nyumbani. Mimi mnyonge bwana. Kwani mimi na bosi hapa natembea naye. Mazangu na mwiko wako mkubwa.
Uko na mtoto wa bosi. Wewe, hii kazi napatiwa sio kwa sababu mimi ni mkwe wa bosi. Na sikukwambia wewe usiwe na sura nzuri ya kuvutia kawa mchana chati. Watu navaa suti, tuna malengo yetu. Ili tuweze kuja kung'oa nanga. Najua ni pisi ngapi ambazo umezitamani na mitayari ishang'oa. Nimeng'oa na wewe umekaa tu hapo. Nakwambia hiyo miwani safari itasikia joto, utaiweka kwenye mfuko. Ina maana Ramlitha hajafika huku nyumbani? Mbona aliniambia anakuja nyumbani? Amefika shangazi, lakini aliondoka. Alisema kuna mahali ambapo anaelekea mara moja. Sasa sijui. Kwa sababu hapa wakati mkiwa hampo, alikuja mama Josephat huku nyumbani. Na alileta vurugu nyingi. Na alikutana pia na Ramlitha wakaongea. Nilisikia tu sauti za malumbano, lakini sikujua ni kitu gani ambacho waliongea. Sasa sijui Ramlitha ndo hicho au ameenda kule nyumbani kwao. Mama Josephat alikuja hapa kufuata nini? Na alikuja kumuona Ramlitha. Mbona Ramlitha kunipigia simu niweze kuja? Kwa sababu huyo mama namtamani kweli kweli. Natamani angeweza kukutana na mimi. Uliweza kusikiliza ni kitu gani ambacho alikuwa anamwambia? Kwa sababu sitaki mtu yoyote aje amdhuru Ramlitha. Au siki kabisa katika hii vita ambayo mimi nakwenda kupigana. Ramlitha yuko pembeni kabisa. Kwanza nimeshamsababishia mtoto wa watu matatizo ya kutosha. Ni mimi sasa kuweza kumsimamia. Amekuaga anaenda wapi? Hakuniaga anaenda wapi. Ila tu alibadilisha nguo na kuweza kunyanyua mkoba wake na kuondoka. Mama Josephat sijui ni nini kilichomleta. Lakini anaonekana kuja hapa kwa usalama. Kwa sababu alikuwa anayatupa maneno ya hovyo tu hivi. Na kiukweli ameshajua kwamba Josephat mimi alinipatia ujauzito, lakini nilikataa. Sikuweza kukubali shangazi. Naombeni mnisamee sana. Kwa sababu yule mwanamke angeweza kuniua. Ama angeweza kunifanyia kitu chochote kibaya. Sasa hii ni balaa. Hebu nenda kaniletee simu yangu pale kitandani. Niweze kumtafuta huyu Ramlitha nijue yuko wapi. Kisije kibaya kikampata. Kwa sababu kwa kweli sitoweza kujisamee. Kuhusiana wewe masuala yako na Josephat, hizo ni starehe zenu. Mliamua kutafuta mtoto nyinyi wenyewe. Sidhani kama sisi tunapaswa kuingilia. Lakini wewe unabidi uongee na Josephat aweze kulea ujauzito wake. La sivyo, sijui nani ambaye ataweza kukusaidia hapa. Maanake unapokuwa na mtoto, unahitaji kuweza kusaidiwa na matumizi ya mtoto pia. Mzee, umesema kwamba Ramlitha Isaac amekuja katika ofisi yako kuweza kufanya interview na kutaka kazi. Mzee wangu, kama unajipenda usiweze kumkubali huyo msichana. Kwa sababu hapa hajaondoka vizuri. Na hapa tunamsubiria tu aweze kupata kazi sehemu nyingine ili hiyo kampuni iweze kulipa. Aliacha kazi tu hapa bila taarifa yoyote. Na hakumwambia mtu yoyote kwamba anaacha kazi mpaka sisi tulipoamua kumtafuta. Huyo unaweza kusema ni mfanyakazi wa kuweza kumwajiri katika kampuni yako? Huyo hauwezi hata kuweza kufanya naye kazi. Nadhani nimefanya jambo zuri kuja kumfuatilia kabla sijaweza kumwajiri, kwa sababu nimeshangaa amewezadi kutoka kwenye kampuni ambayo inafahamika na yenye mishahara mizuri, alafu aweze kuja kwenye kampuni ya Texa Logistic. Kwa hiyo kabla sijawaajiri wafanyakazi wangu wanafuatilia kule walikotoka, kama hawana zile certificate of service, kwa sababu najua watakuwa wametoka aidha kwa matatizo ama kwa namna moja ama nyingine. Kuna kitu ambacho wamekiharibu, na nilidhani labda ameweza kukimbia na bosi hata huku unapoweza kukimbia labda kuna mkanganyiko. Maanake namna alivyokaa, amekaa kama mtu ambaye yani anakuja kwa ajili ya kuniuza ofisini. Wala hata hujakosea mzee wangu. Anatumia shepu yake kuweza kuwalaghai wanaume. Ni vizuri umekataa. Kwa sababu lingeweza kutokea hata wewe jambo lolote ambalo hujapendezwa nalo. Hebu niambie, mtu umempatia kazi vizuri. Alafu eti kwa sababu ya mapenzi alikuwa anatoka na kijana mmoja hapa ofisini. Wameshindwana katika hayo mapenzi. Na huyo kijana akawa hamtaki, akamuexpose kwamba huyu mtu bwana sio mtu mzuri, ananiharibia kazi. Akaamua kuacha kazi just like that. Yani anajiamini katika umbo lake, anaweza kupata wanaume ambao watakao mpenda na watakao weza kumweka mjini. Yule ni mtoto wa mjini. Thank you so much for that information, kwa sababu hiyo imenisaidia mimi kuweza kutambua na kuweza kufungua macho yangu. Yani kabla hata nilikuwa sijampa majibu, moyo wangu ulikuwa umeingia na doti ama dosari kwa ajili ya ule binti. Ilipomwona tu nilijua kuna kitu hakiko sawa. Ni kweli umbo lake linaweza likamfanya mwanaume akaweza kumpatia chochote anachokitaka, lakini mimi nataka zile quality za wafanyakazi watakao kuja kufanya kazi na sio kufanya seduction katika ofisi. Thank you so much. Mbarikiwe sana na muendelee na kazi nzuri.
Kwa heri mzee wangu. Sasa nitaona ni nani ambaye atakayemwajiri huyu Ramlitha. Yaani alivyokuwa hana hata akili. Unaendaje kwenye kampuni kama vile Texas Logistic? Itaharibu kila mahali ambapo anapotakiwa kupata kazi. Na atakuja hapa akiwa anapiga magoti na kuweza kulia kilio cha mbwa koko. Sasa bado sijadili na huyu Oscar. Hawezi kunichezea mchezo wa cheusi chekundu. Nimewekeza penzi langu kwake. Nimempatia kila anachokitaka. Na bado anamfikiria Ramlitha.